Bwana Yesu asifiwe sana, ndugu katika Kristo. Na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aupaye uhai ulimwengu wote. Bwana asifiwe sana. Namshukuru Mungu kwa neema zake na baraka zake kwa kunipa neema hii ili niweze kulifikisha lile ambalo amekusudia nilifikisha siku ya leo. Bwana asifiwe sana. Leo Mungu amenipa kibali kuongelea vita inayoonekana katika kanisa la leo. Bwana asifiwe sana. Kichwa cha somo kitakuwa vita katikati ya kanisa. Ninakukaribisha sana mpendwa katika Kristo upate kujifunza somo hili, maana ni somo ambalo litakujenga na kukupa maarifa na hekima na kujua uelekeo wa imani yako katika Kristo. Bwana asifiwe sana. Basi nitaanza kusoma maandiko katika kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari wa kwanza. Bwana asifiwe. Neno la Mungu linasema, vita yatoka wapi na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu zifanyazo vita katikati ya viungo vyenu. Bwana asifiwe sana. Kanisa la leo, ukihitaji kuona mabishano basi utayapata kwa watu wa kanisa. Ukihitaji kuona kusemana utaona kwa kanisa. Ukihitaji matengano utayapata kanisani. Ukihitaji wivu, kisasi, hasira, majibizano ambayo hayana mpangilio utayaona kanisani. Bwana asifiwe sana. Hii sio sura ya Kristo. Hiyo sio kanisa. Hiyo sio sura ya kanisa la Mungu. Bwana asifiwe sana. Natamani kila mmoja asikie sauti hii na ajitafakari njia zake mwenyewe, kuwa matengano, vita ni vya nini katika kanisa? Ni vya nini katika kanisa? Maana hiyo sio sura ya Kristo. Je, mnavyofanya vita mnamaanisha nini? Maana kanisa lina sura mbaya. Kanisa la leo lina sura mbaya. Kanisa halieleweki. Watu wa matengano, wa mabishano, huyu na huyu hawaelewani. Hiyo sio sura ya kanisa. Alafu tunajiita mwili mmoja, maana kila aliyeokoka na kumkiri Kristo amefanyika kuwa mwili wa Kristo. Bwana asifiwe sana. Amefanyika kuwa kiungo katika mwili wa Kristo. Sasa ninyi ni viungo wa namna gani? Viungo vya mwili wa Kristo gani? Ambaye hana upendo, mabishano, matengano, wivu, kisasi, hasira, matengano vinatoka wapi? Ninasema na kanisa la leo. Yeyote anaifuata imani ya Kristo anapaswa kutafakari mwenyewe ni njia gani anayoiendea. Acheni kufanya kazi kwa mazoea, bali fanyeni kazi mlioitiwa na Bwana wa majeshi. Bwana asifiwe sana. Vita vyatoka wapi na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Hivi visasi, vitimbwi mnavyovifanya kuamshana vita huyu na huyu, kila mmoja anataka kuonyesha yeye anatumika sana na Mungu kuliko mwingine. Huo sio mpango wa Mungu. Ni dhahiri kuwa shetani anawatumia na hamjui. Sidhani kama mnajua, maana mngejua adhabu inayowasubiri. Bwana asifiwe sana. Vita, matengano hayatakiwi kuonekana katikati ya kanisa, maana kanisa ni sura ya Mungu. Kanisa ni muonekano wa Mungu. Kama unajiita mtu wa kanisa, mtumishi wa Mungu, basi wewe ni sura ya Mungu. Mungu gani anaweza akawa na matengano? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Some sura ya 3. Yakobo sura ya 3 mstari wa 16. Yakobo sura ya 3 mstari wa 16, neno la Mungu linasema, maana hapo palipo wivu na ugomvi, machafuko maana hapo palipo wivu
na ugomvi, ndipo palipo machafuko na kila tendo baya. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa kanisa sasa hivi wanahusishwa na ugomvi. Maandiko anasema palipo na wivu na ugomvi, hapo ndipo palipo na machafuko. Kanisa limejaa wivu na ugomvi, wivu wa vipawa, wivu wa namna mtu mwingine anavyotumika, wivu wa namna mwingine alivyokuwa na watu wengi. Bwana asifiwe sana. Kanisa limefikia sehemu mbaya sana kiasi kwamba mtumishi au muumini akitoka kwenda kushiriki ibada katika kanisa lingine ambalo linampendeza Mungu, ni kanisa ambalo lina maongozi ya Roho Mtakatifu, lakini ataonekana aidha ni kama ni mpelelezi katika hilo kanisa au ni msaliti anakotoka. Kanisa limegawika kwa sababu ya wivu. Neno la chuki linahubiriwa kanisani. Hii sio sura ya Kristo. Kila mmoja anapaswa kugeuka na kumrudia Kristo na kuihubiri iliyo kweli. Acheni kuhubiri tamaa zenu. Acheni kumtumikia Mungu kwa tamaa zenu. Acheni kufanya kazi ya Mungu kwa tamaa zenu. Maana mngali mkifanya hivyo, ghadhabu ya Mungu inawaka juu yenu. Fanyeni kazi ya Mungu kwa upendo na kwa unyenyekevu. Fanyeni kazi ya Mungu kwa kujitoa, kwa kutohesabu mambo yenu. Msifanye kazi ya Mungu na huku mnatarajia vitu katika kazi mnayoifanya. Hiyo ndiyo inayosababisha muwe na wivu, matengano, visasi, hasira. Maandiko anasema kama mwenzako akikosea, muonye, sio kumchukia. Lakini unashangaa tu mtu anakuchukia, hajakuonya, hajakwambia umekosea nini, anakuchukia pasipo sababu, kwa sababu amejawa na wivu ndani yake. Matengano ameteka fikra zake. Bwana asifiwe sana. Fungua kitabu cha Warumi. Fungua kitabu cha Warumi sura ya 7 mstari wa 23. Warumi 7:23. Warumi 7 mstari wa 23. Neno la Mungu linasema, lakini katika viungo vyangu naona sheria iliyo mbali, inayopiga vita na ile sheria ya akili zangu, na ile sheria na kuifanya mateka ya ile sheria ya dhambi, na kunifanya mateka ya ile sheria ya dhambi iliyo katikati ya viungo vyangu. Bwana asifiwe sana. Kama ungali unafanya kazi ya Mungu, unahubiri matengano, unahamasisha ugomvi, unahamasisha mabishano kati ya kanisa, kati ya watu wa kanisa. Bwana asifiwe sana. Wewe basi dhamiri yako, mwili wako umetekwa na sheria ya dhambi, unatumikishwa katika dhambi. Maana hakuna neno la ugomvi ambalo Kristo aliruhusu au aliamuru tufundishe au tuhubiri katika dunia. Hakuna neno la ugomvi. Bwana asifiwe sana. Hatuhubiri hila, ugomvi. Imani imejaa hila ndani yake. Hiyo sio kazi ambayo Mungu alikuitia. Ni dhahiri kuwa njia yako haiko sawa sawa. Ninasema na watu wa Mungu ambao wapo kanisani, ambao wanasali katika roho na kweli, lakini angali wanajiona wamesimama, lakini wamedondoka. Bwana asifiwe sana. Ni ujumbe wa Mungu, ujumbe wa matengenezo kwa kila mmoja anayesikia sauti hii, kwamba kila mmoja aangalie njia zake na kutengeneza njia zake. Maana haitahesabika kwa kazi uliyoifanya, bali kwa matendo uliyoyaishi ulipokuwa katika mwili. Haijalishi ulitenda mangapi,
ulitoa unabii ukatimia mara ngapi? Lakini usipoenenda kwa upendo katika imani, basi hizo juhudi zote zitakuwa ni bure. Bwana asifiwe sana. Chuki ya nini? Unamchukia mwingine ili weje? Unamuonea wivu? Wewe ndiye uliyempa kazi. Ni huruma sana kwa kanisa, lakini ni wakati wa kutengeneza, ni wakati wa kutafakari. Mungu ni Mungu mwenye upendo, na alisema anaowapenda basi huwaonya na kuwarudi. Bwana asifiwe sana. Basi hili ni onyo la Kristo. Tengeneza njia yako. Badilisha formula ya kuhubiri Injili, ya kufundisha. Hubiri kwa kutafuta amani. Hubiri Injili ya amani kwa upendo na kwa unyenyekevu, ili sura ya Kristo ionekane katika kanisa. Bwana asifiwe sana. Isije ikawa lile andiko liloandikwa kuwa wananisifu kwa vinywa vyao, lakini mioyo yao iko mbali nami. Unaweza ukamsifu Mungu mpaka watu wakajua wewe unaweza kuwa kiongozi wa sifa, lakini unamsifu Mungu kwa kinywa, moyo wako umejaa uchafu ndani yake. Maana una husuda, una matengano, una chuki, una hila ndani yake. Bwana asifiwe sana. Ni wakati wa matengenezo. Kila mmoja kwa nafasi yake aingie magotini, amwombe Bwana abadilishe moyo wake, maana Mungu hubadili nia za mtu, hubadili nia ya mtu anapompokea Kristo kwa ukweli, akaamua kuifuata kweli. Basi Kristo hubadilisha nia zake, huondoa hila ndani yake, huondoa machafuko, huondoa majivuno, huondoa wivu na kisasi. Bwana asifiwe sana. Fungua kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 12. Mstari wa 12, Petro wa kwanza sura ya 2. Bwana asifiwe sana. Maandiko anasema, muwe na mwenendo mzuri katika mataifa, ili iwapo hawakusingizia kuwa watenda mabaya, iwapo huwasingizia kuwa mwatenda mabaya, wayatazamayo matendo yenu mazuri, wamtukuze Mungu siku ya kujiliwa. Bwana asifiwe sana. Neno la Mungu linasema muwe na mwenendo mzuri katika mataifa, ili iwapo huwasingizia kuwa mwatenda mabaya, wayatazamapo matendo yenu mazuri, wamtukuze Mungu siku ya kujiliwa. Bwana asifiwe sana. Sisi au watu wa Mungu ni kielelezo cha sura ya Kristo au sura ya Mungu duniani. Wanapowatazama watu mnaenenda kwa mienendo ambayo ni mizuri mbele za Mungu, ambayo ni mizuri mbele za mataifa, hiyo inawafanya watu wa mataifa wamkiri Mungu wa mbinguni, wamtukuze kwa mienendo yenu mizuri. Lakini kama sura ya kanisa ikionekana kuwa ni mbaya, hamtaweza hata kumshawishi mtu akaokoka kwa roho safi. Bwana asifiwe sana. Siku hizi imekuwa ni ngumu watu kumpokea Kristo na wakadumu naye, kwa sababu watu wanaohubiri Injili wengi sura yao sio sura ya Kristo, sio sura ya Mungu, kwa sababu wana matengano ndani yao. Neno lao lina hila, lina chuki. Mtu hawezi kudumu kwenye uokovu, kwa maana misingi anayoikuta katika kanisa haimjengi katika upendo, mbali inamjenga katika matengano.
Tunawezaje basi kuwa kielelezo kwa mataifa ambao tunatakiwa kuwahubiri Injili na wao waangalie mienendo yetu? Hiyo ndiyo iwavute kuja kumtukuza Mungu na kuamini kuwa kitu ambacho tunakihubiri na ni kweli na ni amina. Bwana asifiwe sana. Ninawasihi ndugu katika Kristo, huu ujumbe ni ujumbe wa watu waliompokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wao. Kwa kila mmoja, sio ujumbe wa mtumishi peke yake, sio ujumbe wa muumini peke yake, bali ni kila mtu aliyempokea Kristo atafakari njia zake, atafakari mapito yake, imani yake inavyoenenda. Haina matengano, haina chuki. Hauna chuki na mtu, hauonee wivu mtu. Kama basi ingali uko na chembe za wivu, kisasi, hasira na matengano ndani yako, basi ni wakati wa kutengeneza sasa. Bado muda kitambo. Siku ziko mwishoni. Mwana wa Adamu yu karibu kuja. Tengeneza njia zako leo ili uandae mavazi yako na Kristo akukute uko safi. Maana mbinguni watakaoingia ni wale ambao ni watakatifu. Na utakatifu wa mwanadamu ni kujitakasa, ni kuomba rehema, ni kutubu na kuacha. Bwana asifiwe sana. Ninaomba neema za Mungu ziwe ndani ya mioyo yenu kwa kila mmoja, ili kweli ipate kudhihirika ndani ya maisha ya kila mmoja aliyemwamini. Bwana asifiwe sana, na jina la Yesu Kristo litukuzwe milele. Mungu awabariki.